Wafuatiliaji wetu wa darasa hii ya fiqhi katika kitabu cha Matnu Zubad ambayo tunakuletea hapa katika chaneli yetu ya Parungu Online 2, ikiwa bado tunaendelea katika kitabu sala na tumefikia katika sunna za swala. Sunna za swala ziko ambazo ziko nje ya swala na ziko ambazo ziko ndani ya swala. Katika zile ambazo ziko ndani ya swala pia kuna sunna zinaitwa ab'ad na kuna sunna zinaitwa hayat. Na hapa tumeshamaliza sunna zile ambazo ni ab'ad. Sasa tuko katika hayat ambayo tunaanza hii inayosema wathani min taslimati, na ya pili katika salamu. Hii ni sunna, na sunna hii ni katika hayatu sala. Iltifati hii na kule kuzungusha uso kwa ajili ya hiyo salamu, nayo pia ni katika sunna. Iltifati na kule kuzungusha. Wa niyatul khuruji min salatihi, na nia ya kutoka katika swala yake. Maana yake yule ambaye anaswali anatia nia kwamba sasa nimemaliza, kwa hiyo natoka kwenye swala. Ni sunna, ni sunna mtu kunuia kutoka katika swala, na sunna hiyo ni katika sunna inayoitwa hayatu. Yanuil imamu hadhirihi bisalam, ananuia imamu wale waliomhudhuria, manake wale maamuma wake. Yanuil imamu, anawanuia, anawakusudia imamu hadhirihi, wale maamuma wake anawakusudia bisalami, kwa salamu, akisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Katika ile iltifati anayoifanya huyu imamu, basi ananuia kuwasalimia wale waliokuwa wamemhudhuria. Wahum, na wao raddan ala hadha al-imam, na wao watanuia kumjibu imamu huyu. Wahum, na wao watanuia raddan ala hadha al-imam, kumjibu imamu. Maamuma nao wataitikia, na kuitikia kwao itakuwa vile vile ni kwa kumjibu imamu, wananuia kumjibu imamu. Shurutuha, sharti zake, sharti za swala. Shurutuha, sharti zake, maana sharti za swala. Al-islamu ni Uislamu, al-islamu ni Uislamu. Haitosihi swala kwa kafiri, kafiri hatoswali. Kwa hiyo katika masharti ya swala ni Uislamu, Uislamu wa huyo mwenye kuswali. Watamyizu, na upambanuzi. Lisabi fil ghalibi, kwa miaka 7 katika ghalib. Lisabi fil ghalibi, kwa miaka 7 katika ghalib. Maana mara nyingi mtu anapata upambanuzi akifikia miaka 7. Lilfardhi min nafli, na hapa anakusudia upambanuzi unaotakiwa ni upi? Ni wa kupambanua lilfardhi, faradhi, min nafli, kuepukana na sunna, ili mtu akiswali awe anajua hii ni faradhi, hii ni sunna, hii sawa. Liman yashtaghilu, kwa anayejishughulisha na kujua hukumu za kisheria. Liman yashtaghilu, kwa yule ambaye anajishughulisha, maanake kutaka kuyajua hayo. Sio kama mtu tu akifika na hiyo miaka 7 ndo atakuwa anaweza akajua faradhi
kuepukana na sunna, kama ni katika swala au katika mambo mengine. Sharti yawe mtu anajishughulisha liman yashtaghilu, kwa yule ambaye anajishughulisha. Walfardhu la yunwa bihi tanafulu, na faradhi hainuiwi kuwa sunna. Ai, mtu akakusudia kwamba anaswali lakini akili yake inamwambia hii ni sunna, hii ni sunna, haitofaa. Ndio katika vitabu tunaambiwaje, wa alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunna, na hapa ndo anasema wal fardhu la yunwa bihi tanafulu, na faradhi hainuii kwayo usunna. Kwa hiyo ukinuia usunna, ukakusudia usunna, ukadhamiria usunna, ukaidhania kuwa ni sunna, yenyewe ni faradhi, basi umeharibu swala. Wa tuhuru ma lam yu'fa anhu min habath, na kutoharika ambayo haisamehewi katika najisi. Katika shati za swala ni at-taharatu, ndio nasema at-taharatu min najasa au min najisi wal habath, ndio. Kwa hiyo katika najisi min alhadathi wal habath, hadathi ni kutokuwa na utahara wewe mwenyewe, kama vile kuwa huna udhu, una janaba, wewe ndio unapatwa na hadathi. Alafu najisi ndio inapata aidha mwili wako hivyo na wewe mwenyewe au nguo au kitu gani. Kwa hiyo hadathi tunasema ni kitu maanawi, na khabathi ni kitu hisi, kinaonekana kwamba ni najisi hii hapa ni mkojo, ni najisi hii ni mavi, ni najisi hii ni damu, sawa. Kwa hiyo mwenye kuswali atoharike kwanza na ile ambayo haisamehewi katika hadathi, maana yake katika zile habath, katika zile najisi. Fauban makanan badanan, nguo mahali pa kuswalia, na kiwiliwili pia cha mwenye kuswali kiwe kimetakata na hivyo vitu. Wa min hadath, na vile vile ataharike mtu na hadath. Nguo yako safi sawa, mahali unapotaka kuswali pasafi sawa, kiwiliwili chako kisafi sawa, lakini je, unao udhu, unayo tahara? Wa ghairu hurratin alaiha as-sutra, katika sharti za swala ni kustiri uchi. Sasa uchi ni nini? Ndio inaelezwa kwamba mwanamke asiyekuwa muungwana, alaiha as-sutra, kuna mlazimu yeye kujistiri liaura, kustiri uchi, min rukbati lisurra, kuanzia kitovu mpaka kuanzia goti mpaka kwenye kitovu. Min rukbati lisurra, alamu bimaana ila, kwa maana min rukbatin ila surra, kuanzia kwenye goti mpaka kwenye kitovu. Wa hurratun, na vile vile mtu muungwana, mwanamke muungwana. Wa hurratun, na mwanamke muungwana. Lal wajhi wal kaffi, yeye atastiri mwili wote usipokuwa uso na viganja vya mikono. Uso na viganja ndivyo ambavyo mwanamke muungwana atavibakisha katika kujitwaharisha kwake. Na atajistiri kwa kitu gani? Bima la yasifu launa, kwa kitu ambacho la yasifu launa, hakionyeshi rangi ya ngozi. Bima la yasifu launa, kwa ambacho hakionyeshi rangi. Walau kadurata ma, japokuwa vumbi la maji. Walau kadurata ma, japokuwa vumbi la maji. Mtu anaweza kujistiri kwa maji ambayo yamechafuka, yameingia kama tope tope, sio maji masafi ambayo ukichungulia mle ndani unaona ni maji yenye hali ya vumbi vumbi. Maji yale mtu akawa amekosa stara, anaweza akadumbukia ndani yake mle na akawa anahesabiwa kwamba amejistiri.
Kwa nini? Kwa sababu maji yaliyokuwa na vumbi vumbi yanazuia kuonyesha rangi ya ngozi. Na mtu ataswalije ikiwa stara yake ni vumbi la maji? Ndio anasema sura yake ni ayusalli ala janaza. Ni kwa mfano mtu anaswali juu ya jeneza, analiswalia jeneza. Haya, kuswali kwenye jeneza hauna kurukui wala kusujudi, si ndio? Maji ya kufika hapa na wewe umesimama, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka unamaliza. Au ikawa kuna mazingira ambayo yanamwezesha mtu kusujudi ndani yake. Kwani watu si wanazamia bwana, weza wanazamia sijui samaki gani, ndio so wanavaa sijui vidude vyao na vitu gani. Kwa hiyo kama kuna mazingira ambayo anaweza akawa nayo na akasujudi humo ndani ya maji na akarukuu humo ndani ya maji, basi tunasema stara hiyo inamfaa. Stara hiyo inamfaa na inaweza ikazingatiwa kuwa ni stara. Wa ilmun au dhannu liwaktin dakhala, na kujua au kudhania wakati ulioingia, kwa maana kudhania kuingia kwa wakati au kuwa na yakini kuingia kwa wakati. Mambo mawili haya huwezi kusali ikawa umeyakosa yote. Yakini huna, lakini dhana pia huna. Sasa wewe unaswali kwa kipengele gani? Ngoja ni swali tu. Saa ngapi sasa hivi? Sijui. Waswali swala gani? Adhuhuri. Adhuhuri yaswaliwa muda gani? Yaswaliwa saa 7 au yaswaliwa baada ya kivuli jua kuanza kupinduka? Je, jua lishapinduka? Sijui. Sasa wewe unaswali kwa sababu gani? Kwa hiyo ndo anasema iwe mtu aswali na swala yake iwe ni sahihi, awe na moja kati ya vitu viwili hivi, ilmun au dhannun, na kuwa na ilmu na ujuzi wa hakika, au kuwa na dhana ya wakati kuingia. Wastakbila la fi qitalin hulila, naelekea kibla. Ukiswali katika masharti ya swala, elekea kibla. Huwezi kuswali umeelekea Tanga mjini na wewe uko hapa Mwaboza, sawa? Ama umeelekea juu huko Digo, ama umeelekea Boma, maana utaelekea huku. Wastakbilan, naelekea kibla. La fi qitalin hulila, isipokuwa katika vita vyenye kubihishwa. Kwa maana kuna vita ambavyo vimebihishwa, ni vita pengine kati ya Waislamu na makafiri, lakini Waislamu na makafiri yao pia wanagombea nini? Wanagombea dini na mambo mengine. Kama kuna mambo ya Waislamu na makafiri wanapigana mpaka ikasihishwa kabisa kwamba hii ni jihadi, sawa, basi hiyo itaruhusiwa mtu kutoelekea kibla. Au nafilati safarin, au katika mambo ambayo yatamruhusu mtu asielekee kibla. Au nafilati safarin, au sunna za safari. Au nafilati safarin, au sunna za safari, maana sunna ya kwenye swala ya safari. Wa in kasar, hata kama itakuwa fupi hiyo safari yenyewe. Watarkuhu amda kalami lilbashar, na kuacha kwake hali ya kukusudia maneno ya watu. Watarkuhu, na kuacha kwake, amda, hali ya kukusudia, kalama lilbashar, maneno ya watu. Aache maneno ya watu, maana yake kuzungumza, kuwasemesha watu, kusema yeye mwenyewe. Harfain, iwe maneno yenyewe ni herufi mbili, au harfan, au herufi moja, bimaddi sautika, kwa kuvuta sauti yako. Harfain, herufi mbili, au harfan, au herufi moja, bimaddi sautika, kwa kuvuta sauti yako. Ile inaitwa harfu mamdud, aidha ni herufi moja inayovutwa au ni herufi mbili. Au mufhimin,
au herufi moja yenye kufahamisha, au mufhimin, au herufi moja yenye kufahamisha, walau bidhahiki, ijapo utamkika hiyo herufi kwa kucheka, amecheka ikajikuta ametamka herufi moja au herufi mbili, au bukaa, au kwa kulia, au bukaa, au kwa kulia, au dhikrin au qiraatin tajarrada lilfahmi, au dhikri au kisomo ambavyo vimetakata kwa kufahamisha, yani hivyo vimekuja kwa ajili ya kufahamisha tu, mujarradi wa kufahamisha. Unasema dhikri kwa maana ya kufahamisha, sawa. Hivyo unaswali alafu mtu anakuja hivi, tahalili nini mwalimu? Kama wewe ni mwalimu unaswali au ni baba tahalili nini? La ilaha illa Allah. Si ushamfahamisha yule mtu si ushamjibu swali lake. Kwa hiyo ni dhikri, lakini mudhikri hiyo tajarrada lilfahmi, nimetakata kwa ajili ya kufahamisha. Maana yake mujarrad wa kufahamisha, lengo lake ni kufahamisha, lengo lake ni kufahamisha. Kwa hiyo itaibatilisha swala. Au lam yanwi shay'a, au akawa hakunuia chochote abadan kabisa. Au khataba al-atisa bitarahumi, au alimsemesha mwenye kupiga chafya. Au khataba al-atisa, au alimsemesha mwenye kupiga chafya bitarahumi, kwa kumshimua. Tarahumi hapa nakusudia kumshimua, kumshimua mwenye kupiga chafya. Akifanya hivyo sala yake pia ataiharibu. Amepiga chafya mtu na yeye akamwambia yarhamuka Allah, yarhamuka Allah, tayari ameiharibu sala. Yarhamuka Allah, ameiharibu sala yake. Hutakiwi kumsemesha mtu katika dua, sawa. Au radda tasliman ala almusallimi, au alirudisha salamu juu ya mwenye kumsalimia. Mtu akamwambia assalamu alaikum, na yeye huku anaswali akamwambia wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh, au wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haitofaa na itaiharibu sala. Ama lililoruhusiwa katika swala, kama itakuwa mtu anaswali anaweza akamshimua mwenye kupiga chafya kwa khitwa. Kwa nini? Kwa dhamiri ya ghaibu. Uliyepiga chafya ni wewe hapo, lakini mimi nitasema rahimahullah, rahimahullah. Hiyo inaruhusiwa na swala haitobatilika. Utas ni suna, hii haitakiwi kupuuzwa. Suna ya kumshimua mwenye kupiga chafya, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kuwa ni haki miongoni mwa haki za nini, za Muislamu, ambayo ni haki iko juu yako, watakiwa kuitekeleza. Na siku zote jambo ambalo ni haki watakiwa kuitekeleza, maana yake usipoitekeleza yageuka kuwa dhulma, kwamba itakuwa umedhulumu haki ya mwingine. Kwa hiyo tujitahidi sana, tusisahau. Akipiga chafya mwenzako, kama umekaa naye karibu akapiga chafya, akisema alhamdulillahi rabbil alamin, basi wewe umwambie yarhamukallah, sawa. Isifikie mahala ikawa kama mpaka watu wachagua. Kuna bwana mmoja asema watu wanachagua mpaka kumshimua mpiga chafya kwa sababu ya mali na utajiri na hadhi. Siku moja wamekaa watu, mtu mmoja akapiga chafya, ni mtu mwenye mandhari, mwenye hadhi katika kile kikao. Basi alivyopiga chafya, watu wakamwambia yarhamukallah. Mwingine akapiga chafya, ni mtu mnyonge, hana sura, hana hadhi.
Basi akaanza kuzogomwa, bana nani huyo bana, kama mmejikuta mnaumwa simbaki nyumbani, sijui umeona asema atasalghaniyu faqala mimman hawlahu rahimal ilahu habibana wa akhana wa atal faqiru bi'atsihi fata'affafu man dhalladhi bizukamihi adhana. Tihani atasalghaniyu, amepiga chafya mtu tajiri. Faqala mimman hawlahu, wakasema waliokuwa kando kando yake pale, rahimal ilahu habibana wa akhana, amrehemu Mwenyezi Mungu kipenzi chetu ndugu yetu. Wa atal faqiru bi'atsihi, na yule fakiri naye akaleta chafya yake, akapiga chafya pale. Fata'affafu, wakakereka wote. Tena wakalu, na wakasema, man dha alladhi bizukamihi adhana, nani huyu anayetuudhi bana na makamasi yake. Kwa hizi ndo hali ambazo zinajitokeza. Mungu aturehemu, Mungu atunusuru sisi, tusije kuwa ni watu wa kubagua. Mwenyezi Mungu ajalie tusibague, na wala pia tusifikia hatua ya kubaguliwa. Sawa tuwe ni watu tukipiga chafya na sisi tuambiwa rahimal ilahu. Kuna vitu vya kuomba, sisi hatuombi utajiri mpaka ikafikia mahala na sisi tuna magari tuna nini, lakini Mungu tunusuru japo na hili kwamba ifikia mahala mpaka ukipiga chafya pia wakera watu. Kwa hiyo ni sunna tuifanye kwa yoyote. La bisualin au tanahnuhin ghalab, haitobatilika swala kwa kutamkika harufu moja au harufu mbili kama alivyozitaja, lakini ikawa njia na sababu yenyewe ya kutamkika hizo ni bisualin au ni bitanahnuhi, ni kwa kukohoa au ni kwa kujikooza au duna dhainin, au ni kinyume cha mawili haya. Lam yutik dhikran, hakuweza dhikri wajab, iliyokuwa wajibu. Ndani ya swala kuna dhikri ambayo ni wajibu ilikuwa ailete. Ndani ya swala ipo dhikri ambayo ni wajibu ailete. Hakuileta dhikri hiyo kwa sababu hawezi kuileta ila atajikooza, ila basi ajikooze. Sawa akijikooza na akaweza kutamka hiyo dhikri, sawa. Kwa hiyo katika kujikooza kule kukadhihiri herufi moja au herufi mbili, haitomharibia swala yake, kwa sababu anajikooza ili aweze kusoma nini? Dhikrun wajab, dhikri iliyokuwa wajibu, kwa maana ni faradhi. Akisema dhikri au akisema adhkaru salati, anakusudia yale maneno yanayosemwa ndani ya swala yote yanaitwa ni adhkaru salati. Sasa humo ndio utapata dhikri wajibu na dhikri sunna. Kwa mfano suratul Fatiha ni dhikri wajibu, takbiratul ihrami ni dhikri wajibu, lakini kuna vitu vingine kama takbiratul intikalat ni dhikri zisizokuwa wajibu. Sura baada al-Fatiha ni dhikri isiyokuwa wajibu. Tasbihatul rukui wa sujudi ni dhikri isiyokuwa wajibu. Kwa hiyo kama kuna dhikri ambayo ni ya wajibu, hawezi kuitamka bila kujikooza ambako kukapelekea kutamkika harfu moja, haitobatilisha swala yake. Fa in tanahnaha al-imamu fabada harfani, asema ajapojikooza imamu zikadhihiri herufi mbili, fal aula dawamu liktida, lililo bora ni kudumu kumfuata. Fal aula, lililo bora, dawamu liktida, ni kudumu kumfuata. Nini mafuhumu? Kwamba wewe usije ukaona kwamba imamu amefanya hivyo alivyofanya, sawa kwa hiyo sasa itakuwa basi labda swala yake imebatilika. Waambiwa swala yake imamu haijabatilika, kwa hiyo endelea kumfuata. Sio sasa mfuate na wewe ukooe,
au ujikoze koze, maana yake yeye bado ni imamu, swala yake haijabatilika, uendelee kuwa maamuma wake. Wa fi'luhu al-kathiru law bisahwin, na matendo yake mengi japo kwa kusahau ni katika vitu vinavyoweza kuibatilisha swala. Mithlu muwalati, mfano wa kufululiza, thalathi khutwi, hatua 3. Wa wathbatun, na kuruka ambako tafhush, kuna kuwa kubaya. Wa wathba, na kuruka ambako tafhush, kuna kuwa kubaya. Ndio nasema wal wathbatul fahisha, kuruka kubaya. Walmufattiru, na jambo lenye kufunguza, ukilifanya katika swala litafunguza, ikiwemo kula na mengineyo. Walmufattiru, na jambo lenye kufunguza, akilifanya mtu ndani ya swala pia litaiharibu swala yake, kama vile mtu kutafuna sijui kitu gani, au kula kwa kuhusudia, au akaweka sukari katika mdomo wake ikayeyuka, uko na swali. Kinyume cha kama atakula au anywe kwa kusahau, kinyume cha kama atakula au atakunywa kwa kusahau. Anasema nadban lima yanubuhu yusabbihu, kwa usuna, kwa lile ambalo linampata tasabihi mtu. Meruka beti nyingine anasemaje? Wa niyatu salati, na nia ya swala, itughayaru, inapobadilishwa. Yani mtu akiwa ameruka vibaya swala ibatilika. Walmufattiru, na jambo lenye kufunguza pia linafanyaje? Linaibatilisha swala. Lakini jambo jingine linaloibatilisha swala, wa niyatu salati itughayaru, na nia ya swala itakapobadilishwa. Wa niyatu salati, na nia ya swala, itughayaru, wakati itakapobadilishwa itaiharibu, itaibatilisha hiyo swala. Basi mimi nafikiri tuishilie hapa, tuangalie katika yale ambayo yanaibatilisha swala. Ni hayo, lakini bado yako yanayoendelea, na yako pamoja na yale ambayo ni makuruhu ya swala. Insha Allah Mwenyezi Mungu atufikishe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.